Karibu uungane nami kwenye tafakari ya Dominika ya 19 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yanayotuongoza kwenye tafakari yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 9a, ya 11 hadi ya 13a. Somo la pili linatoka waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 5. Na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 14 aya ya 22 hadi 33. Wapendwa ndugu zangu, leo ningependa tuanze tafakari hii kwa swali moja dogo. Ni nani ambaye hajawahi kupitia dhoruba katika maisha? Tukiwa wazi ndani ya nafsi zetu, wengi tumepitia changamoto au tunapitia changamoto hivi sasa. Maana kwenye maisha kuna dhoruba au mitihani mingi. Kuna magonjwa, kukataliwa, matatizo ya kifamilia, matatizo ya kiuchumi, kupoteza kazi, mahusiano na dhoruba nyingine nyingi ambazo tunakumbana nazo. Maana hakuna maisha yasiyo na dhoruba au yasiyo na mitihani. Swali ambalo tunaweza kujiuliza leo hii ni hili: kwa nini Mwenyezi Mungu anaruhusu tupitie kwenye hizi dhoruba au kwenye hii mitihani? Je, inamaanisha kwamba Mungu anakuwa ametuacha? Je, matatizo ni ishara kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa ametukasirikia na anatuadhibu? Neno la Mungu la leo linatupa majibu ya haya maswali yote. Katika Injili tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akiwaamuru wanafunzi wake waingie kwenye mashua na wavuke kwenda ng'ambo. Na wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo wanatii agizo la mwalimu wao, wanatii agizo la Kristo. Wanaamua kuingia kwenye mashua na kuanza safari ya kuvuka hadi ng'ambo. Lakini katikati ya safari yao, upepo mkali ulianza kuvuma. Mawimbi yakakipiga chombo, yakapiga mashua na wakawa katika hatari ya kuzama. Kwao usiku ukawa ni mrefu na maisha yao yakawa hatarini. Hebu tafakari hii hali kwa makini. Kama Yesu alijua kutakuwa na dhoruba, kwa nini aliwaruhusu wanafunzi wake waondoke? Kama alijua chombo kitapigwa na upepo na watakuwa kufani wanafunzi wake, kwa nini aliruhusu wavuke kwenda ng'ambo na wakakumbana na hayo matatizo au kukumbana na hiyo dhoruba? Jibu ni rahisi, kwamba kutimiza mapenzi ya Mungu au kufanya yale Mungu anayotaka tufanye sio kinga ya kutopata mitihani kwenye maisha. Na hili ndilo fundisho la kwanza kabisa katika Dominika ya leo, kwamba kutimiza mapenzi ya Mungu hakukufanyi usikutane na matatizo, bali matatizo utakutana nayo, lakini hautakuwa peke yako. Utakuwa na Kristo, utakuwa na yule ambaye unatimiza mapenzi yake. Mwangalie Mtume Petro. Hakuamua kutembea juu ya maji kwa sababu alitaka kuonyesha kwamba yeye ni mwamba wa mambo ya baharini. Hapana. Alimuuliza Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana, kama ni wewe, niamuru nije kwako, niamuru nitembee juu ya maji. Na Yesu akamwambia, njoo. Petro alitoka kwenye mashua na akatia agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, akaanza kutembea juu ya maji. Lakini akiwa ametia agizo la Kristo, akiwa ameanza kutembea juu ya maji, akakutana na upepo mkali na akaanza kuzama. Na katika somo la kwanza tunakutana na nabii Eliya. Muda mfupi kabla ya somo hili, nabii Eliya alikuwa amefanya mambo makubwa. Alikuwa amemtetea Mungu, amepigana na manabii wa uongo wa Baali, amewashinda.
Lakini baada ya kufanya hayo makubwa, baada ya kumdhihirisha Mwenyezi Mungu, Nabii Eliya alipitia kipindi kigumu. Akaanza kutafutwa, akaanza kuwindwa ili auawe. Nabii Eliya alikuwa katimiza mapenzi ya Mungu, lakini akaingia kwenye mtihani mkubwa. Hawa wote walikuwa wametimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mitume walikuwa wametia agizo la Kristo. Kristo aliwaambia wavuke waende ng'ambo, na yeye akaenda kusali, na wakatia agizo la mwalimu wao, wakaingia kwenye mashua. Petro naye alitia agizo la Kristo baada ya kumwambia Kristo, kama ni wewe niamuru nije. Na Yesu akamwambia tembea juu ya maji. Alipoanza kutembea, changamoto akakutana nayo. Eliya pia alikuwa anamtumikia Mwenyezi Mungu, anamtetea Mwenyezi Mungu, lakini akaingia kwenye matatizo, akaingia kwenye mitihani. Kumbe hawa wote walikuwa wanatimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini waliingia kwenye mitihani mikubwa. Kumbe hawa wote au matukio haya inabidi yatufariji sana sisi, kwa sababu wakati mwingine tunapopata shida huwa tunaanza kujiuliza, hivi nimemkosea nini Mwenyezi Mungu? Kwa nini mimi tu naingia kwenye mitihani mikubwa? Kuna dhambi gani ambayo nimeifanya? Kumbe si kila matatizo ambayo tunayapitia ni adhabu kutoka kwa Mungu. Si kila shida ambayo unayo ni adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Si kila ugonjwa ambao unao basi umelaaniwa. Si kila kilio ambacho unalia basi ni matokeo ya dhambi. Mara nyingi changamoto ni sehemu ya safari katika imani yetu. Lakini ndugu zangu, Injili ya leo au ujumbe wa neno la Mungu wa leo hauishii tu kwenye dhoruba, hauishii tu kwenye matatizo. Ujumbe wa neno la Mungu unatuambia fundisho la pili au jambo la pili ambalo linatupa matumaini. Yesu japo alikuwa mbali na mitume, lakini alikuwa anawaona. Walipokuwa wanahangaika katikati ya bahari, Yesu alikuwa anajua kila walichokuwa wanapitia. Kila kilichokuwa kinaendelea, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anakijua. Ndivyo ilivyo hata kwenye maisha yetu. Unaweza kufikiri hakuna anayejua machozi yako. Unaweza kufikiri hakuna anayeelewa mapambano yako, lakini Kristo anayejua idadi ya nywele zako, anaona pia machozi yako. Hakuna kilio kinachompita. Hakuna sala unayosali ambayo inapotea. Hakuna maumivu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo hayajui. Na wakati wake ulipofika, tumeona Bwana wetu Yesu Kristo akatembea juu ya maji, akawafuata wanafunzi wake na pakawa shwari. Labda si kwa wakati ambao wanafunzi walitaka, lakini kwa wakati ambao Mungu alijua ndio sahihi, alienda kuwasaidia. Ndugu zangu, Mungu huwa hachelewi. Anakuja kwa wakati wake mkamilifu. Lakini hapa ndipo wakati mwingine tunafanya kosa kubwa sana. Bwana wetu Yesu Kristo alipowaendea mitume kwenda kuwasaidia, hawakumtambua. Walidhani ni mzimu. Yule ambaye alikuwa ameenda kwa ajili ya kuwasaidia, wakasema huyu ni mzimu. Ndugu zangu, ni mara ngapi sisi pia tumefanya hivyo? Tunaomba Mungu atusaidie, lakini labda anamtuma rafiki wa kututia moyo na tunashindwa kumtambua huyo rafiki. Tunaomba Mwenyezi Mungu atufungulie mlango, lakini akitupa nafasi mpya tunashindwa kuitambua. Tunamuomba tuponye na maradhi na matatizo ambayo tunayo, lakini Mwenyezi Mungu anaamua kutupa nguvu ya kuyavumilia hayo matatizo, na tunashindwa kutambua kwamba ndiye Mungu anaendelea kufanya kazi pamoja nasi.
Tunamwomba Mungu afanye muujiza mkubwa, lakini pale anapofanya kimya kimya, basi tunashindwa kumtambua. Na katika somo la kwanza, Eliya naye alijifunza jambo hilo hilo. Alikuwa anamtafuta Mungu kwenye upepo mkali, lakini hakumwona. Anamtafuta Mungu kwenye tetemeko la ardhi, lakini hakumwona. Mungu hakuwa huko. Alimtafuta Mungu katika moto, lakini hakumwona. Mungu alimwendea katika sauti ndogo ya utulivu. Hili ni onyo kwetu. Tusimwekee Mungu masharti ya namna anavyopaswa kutenda. Anaweza kuja katika Ekaristi, anaweza kuja kupitia neno lake, anaweza kuja kupitia sala, anaweza kuja kupitia mtu yeyote anayekutia moyo, tena mtu wa kawaida kabisa ambaye hata humtaraji. Anaweza kuja kupitia amani ya ndani ambayo huwezi hata kuielezea. Ndugu zangu, mwisho kabisa Petro anatufundisha somo ambalo kila Mkristo anapaswa kulitambua. Alipokuwa anamtazama Yesu, aliweza kutembea juu ya maji. Lakini alipoanza kuzama, upepo ulipoanza kuwa mkali, mawimbi yalipoanza kuwa makubwa, akaanza kuzama. Tatizo halikuwa maji, tatizo halikuwa upepo, tatizo hayakuwa yale mawimbi, tatizo lilikuwa macho yake yaliacha kumtazama Kristo. Na sisi pia mara nyingi tunazama, si kwa sababu matatizo ni makubwa sana, bali kwa sababu tunayaangalia matatizo zaidi kuliko vile tunavyomwangalia Kristo na kumtumainia yeye. Nguvu nyingi tunatumia kuangalia tatizo na kuanza kulalamika na kulaumu na kushindwa kumtazama Kristo. Leo Yesu anatuita turudishe macho yake kwake, tumtazame yeye, kwa sababu yeye ndiye Bwana wa bahari, yeye ndiye Bwana wa dhoruba, yeye ndiye Bwana wa maisha yetu. Na anatamka maneno yale yale aliyowaambia mitume: jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Japo hawezi kuondoa kila dhoruba mara moja vile siye tunataka, lakini anaahidi kuwa ndani ya mashua pamoja nasi. Na akiwa ndani ya mashua, hakuna dhoruba inayoweza kutushinda. Mungu atupe neema ya kutokata tamaa tunapokutana na majaribu, bali kuendelea kumtazama Kristo, kwa sababu anayemtazama Yesu hata angamia. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.